magari ambayo yanasafirisha binadamu unakuta ndani kuna mitungi ya gesi inajazwa. Kuna mtu mwingine anakuta mtungi kabisa una kutu, anakuta mtungi na mashimo, yani umeshachoka kabisa, lakini anaonunua anaenda nao majumbani. Muhimu zaidi ni kutoa taarifa kwa usahihi na kwa wakati kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114. Serikali imeweka mpango mkakati wa kuongeza au kuhakikisha matumizi ya nishati safi yanaongezeka kutoka 21% mpaka 75% ifikapo mwaka 2030. Na sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuko sambamba kuhakikisha haya matumizi ya nishati safi ambayo serikali yetu inahamasisha hawezi kuleta madhara kwa wananchi. Sasa nishati safi yenyewe ni nishati safi, ni ile inayopika au ile inayowasha. Hiyo ndio maana fupi ya nishati safi, lakini inaweza kupika, kuwasha bila kuleta madhara kwa binadamu, lakini pia kwa mazingira. Hiyo ndio maana fupi ya nishati safi. Mfano tunapika vyakula vyetu, vyakula vinaiva tunakula. Kile kinachoivisha chakula sasa, kile ndio nishati yenyewe. Lakini kinaivishaje? Kinatakiwa kiivishe bila kuleta madhara kwa mazingira, lakini pia kwa afya zetu sisi kama wapikaji au watumiaji. Mfano matumizi ya mkaa, moshi wake unaleta athari kwa afya, lakini pia kwa mazingira. Mfano matumizi ya kuni, moshi wake unaleta athari kwa afya, lakini pia katika mazingira. Unapozungumzia mkaa, unapozungumzia kuni, moja kwa moja unazungumzia ukataji wa miti, kwa sababu mkaa, kuni hizo ni product za miti. Kwa hiyo ukataji wa miti pekee tayari ni uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo matumizi sasa ya nishati safi yanakuja kuzuia huo uharibifu wa mazingira, lakini pia kuimarisha afya ambazo zinatokana na visababishi kama moshi. Kwa hiyo ndio maana fupi ya nishati safi. Sasa nishati safi yenyewe ni ipi? Hii ambayo tunaitumia kupika, hii wanaita LPG, liquefied petroleum gas. Hili ni mojawapo ya zao la uchimbaji wa mafuta ya petroli, ndio maana ikaitwa liquefied petroleum gas, au kitaalamu au kilugha kigeni wanaita LPG. Hii ni ile ambayo tunaipata katika mitungi ambayo imesindikwa, imesindikwa na inakuja katika matumizi ya sisi wananchi kwa kutumia mitungi au ile silinda ambazo ndani yake gesi inakuwa imesindikwa. Hii ndio hiyo tunaoita LPG, na ndio tunaitumia katika matumizi yetu ya kupikia au majumbani. Lakini pia kuna umeme, tunatumia pia umeme kwa ajili ya matumizi ya kupikia. Mfano majiko ya umeme ambayo tunatumia, ile pia ni nishati safi kwa sababu haina madhara kwa mazingira, lakini pia kwa afya. Lakini pia tunazo sola, umeme ambao unatokana na jua, na yenyewe tunautumia kwa katika njia mbalimbali. Nishati hizi ambazo tunazisisitiza au serikali inasisitiza, na sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunasisitiza matumizi yake ambayo ni salama, zinaweza zikaleta madhara endapo hazitatumiki katika matumizi ambayo ni salama. Sasa utumiaji sahihi wa mitungi hii au wa nishati safi hii ili isilete madhara unakuwaje? Utumiaji sahihi au utumiaji salama unaanzia katika ununuzi kwanza, then unakuja katika usafirishaji, lakini pia mwishoni unakuja sasa katika matumizi yake, namna gani unatumia. Sasa katika manunuzi unakuwaje? Yule mwananchi au mtumiaji anayekwenda kununua hii mitungi au haya majiko ya gesi, anatakiwa kwanza yeye mwenyewe awe mkaguzi namba 1. Hakikishe kwanza maeneo ambayo anaenda kununulia ni sehemu ambayo imethibitishwa, ina vibali maalum, lakini pia ni sehemu ambayo inatakiwa pia kuwa na mizani za kupimia ili kujiridhisha kilo za hiyo mitungi. Lakini yeye mwenyewe pia anaweza kaangalia hii mitungi. Kuna mtu mwingine anakuta mtungi kabisa una kutu, anakuta mtungi na mashimo, yani umeshachoka kabisa, lakini anaonunua anaenda nao majumbani. Kwa hiyo cha kwanza ni katika manunuzi, lakini cha pili ni katika usafirishaji. Usafirishaji wake hii mitungi, unatakiwa kwanza mtungi usilazwe. Unaposafirisha unatakiwa usimamishe, kwa sababu ile gesi ndani inakuwa imesindikwa, imegandamizwa. Kwa hiyo kitendo cha kulaza na kusababisha kusheki au kuyumba tayari kinaweza kusababisha janga kutokea kutokana na ule mgandamizo ambao ni mfano kama wa hizi vinywaji vyetu, mfano soda au labda hizi vinywaji vingine ambavyo vina gesi na vinapokuwa vinasafirishwa,
unasikia chupa inaweza ikapasuka kutokana na kutingisika na kusababisha kile kilichomo ndani ambacho kina pressure kuweza kulipuka au kupasuka. Kwa hiyo ni sawa sana hii. Kwa hiyo mitungi ile inatakiwa isafirishwe ikiwa imesimamishwa, lakini pia isichanganywe. Unakuta kuna magari ambayo yanasafirisha binadamu, unakuta ndani kuna mitungi ya gesi inajazwa. Hiyo sio sahihi, kwa sababu inapotokea janga lolote la kusababisha mlipuko wa gesi, tayari majanga yatakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo isichanganywe na unaposafirisha na magari ambayo yanasafirisha binadamu kama madaladala, kama mabasi, hiyo itakiwi. Gesi hizi zinasafirishwa na vyombo vyake maalum au rasmi, lakini sio kuchanganywa na magari ambayo yanasafirisha binadamu na vitu vingine. Muhimu zaidi ni kutoa taarifa kwa usahihi na kwa wakati kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.